Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake juu yetu kwa kutuwezesha tukakutana tena katika ukumbi wetu huu kama ilivyo tunavyokutana kila siku ya Alhamisi tunapokuwa tupo kazini hapa, tunakutana tukawa tunakumbushana mawili matatu. Tukiwa tupo tunaendelea na masomo yetu, na bado tupo na kitabu cha Al-Lu'lu' wal Marjan. Tupo katika mlango wa kitabu al-Iman. Leo tunatokea mlango wa 65 hadithi nambari 88, mlango ambao unaobainisha kwamba babu bayani anna al-islama badaa ghariban wa sayaudu ghariban wa annahu ya'rizu baina al-masjidain, kwamba mlango huu shekhe anatubainishia kwamba al-islamu badaa ghariba, Uislamu huu umeanza ukiwa unaonekana mgeni katika jamii, kama tunavyokumbuka au tunavyosoma katika tarehe kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wanyama mwenye nguvu, yaakulu qawiyu minna dhaif, mwenye nguvu anamnyonga mtu mnyonge kwa nguvu zake, mwenye mali anamuonea asiyekuwa na mali kwa mali yake, mwenye cheo anamuonea asiyekuwa na cheo kwa cheo chake. Almuhimu, kila mmoja kwa nafasi yake alionayo alikuwa anaitumia uonevu ya kuona kwamba jamii namna ilivyokuwa imepotoka. Kwa hiyo ndio shekha anatuwekea baadhi ya hadithi zinazoonyesha Uislamu, yani imani ya Uislamu baada ya ghariba, ilianza hali ya kuwa ikionekana ni jambo geni kabisa na jamii, wasayaudu ghariba, na itarudi hivyo hivyo, itarudi ikiwa inaonekana ni geni kabisa, watu hawaikubali, watu hawaitambui mifumo yake, watu wanaona inawarudisha nyuma. Na kwa sababu misingi ya Uislamu imeweka uadilifu, imeweka haki sawa sawa kwa kila mmoja, uadilifu, haki sawa, kila mmoja anapata haki kwa mujibu wa namna yake vile alivyo. Sasa watu hawapo tayari kusimamia haki, watu hawapo tayari kusimamia uadilifu, basi ndio maana watakuwa wanaipiga vita dini hiyo, na itarudi ikiwa ni ngeni kabisa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake mashuhuri sema, fatuba lilghurabai, basi uzuri ulioje, bishara njema iliyoje kwa wale watakokuwa wanaonekana wageni katika jamii, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa ni watu wema kabisa. Wasayaudu ghariba wa annahu ya'rizu baina almasjidaini, na kwamba imani ya Uislamu itakuwa inajikusanya na kuimarika baina almasjidaini, Masjidi Nabawi pale Madina na Masjidi al-Haram pale Makka, kama ambavyo hadithi itakavyokuwa kutuelezea. Sheikh akatokea hadithi ya Hudhaifa. Hadithi Hudhaifa ni mmoja katika wasiri wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini mwenyewe pia amesimulia kwamba kana nasu yasaluna anil khairi, watu walikuwa kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya mambo ya khairi, si afanye nini mambo ya khairi, atafanya hivi na hivi, lakini mimi nilikuwa namuuliza ani sharri makhafatan
an yudrikani, nilikuwa namuuliza shari na fitina na mabaya mbalimbali, nikichelea kama itatokea kwamba mazingira hayo yamenikuta, basi nichukue hatua zipi? Haya ndo maswali ambayo mimi nilikuwa napendelea sana kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Hudhaifa anasema qala kunna julusa inda Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, tulikuwa tumekaa mbele ya Sayyidina Umar akiwa amiri al-mu'minin, akiwa kiongozi. Tumekaa tunabadilishana maneno, tunazungumza moja na mawili hapa na pale, tunashauriana. Ndivyo ambavyo walivyokuwa makhalifa hawa, viongozi hawa waadilifu wema, watu wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanajichanganya tu na raia wao, wala hakuna chochote ambacho wanachokuwa wanafanya nini, wanachoweza kukiogopea au kukihofia kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo anasema Hudhaifa, tulikuwa tumekaa mbele ya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, faqala, Sayyidina Umar akawa anadadisi kutaka kujua, ayyukum yahfadhu qawla rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fil fitna, ni nani katika ninyi hapa, wote ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wanatofautiana uwezo wa kukumbuka jambo, uwezo wa kuhimili jambo, uwezo wa kuhifadhi jambo kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo Sayyidina Umar radhiallahu anhu anauliza kwamba ni nani hapa anayekumbuka maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoelezea kuhusiana na fitna. Hudhaifa anasema qultu ana, akasema mie miongoni mwa ninaokumbuka mimi, kama alivyosema. Qala Sayyidina Umar akasema, innaka alayhi au alaiha la jariu, kwa hakika hilo halina wasiwasi. Innaka alayhi, wewe juu ya jambo hili, au alaiha kama ilivyokuja, la jariu, ni mwenye uthubutu mkubwa kabisa wa jambo hilo, kwa sababu unafahamika kama ilivyokuja katika riwaya nyingine. Hudhaifa anasema mimi nilikuwa namuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya shari au juu ya mambo magumu mabaya yanaweza kujitokeza katika jamii, ili atupe muongozo wa kuchukua tahadhari. Kwa hiyo Sayyidina Umar akakumbuka akasema, innaka la jariu alayhi, wewe juu ya hilo uthubutu huo unao, ujasiri huo unao, hatuna wasiwasi juu ya jambo hilo. Qultu, Hudhaifa akasema, nikasema sasa fitna ambayo ameeleza miongoni mwa maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiru salata was-sawm was-sadaqa wal-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Fitna ambayo mtu anakabiliana nayo, fi ahlihi, mke wake, wa malihi, mali yake, wa waladihi, mtoto wake, wa jarihi, na jirani zake, kutosimama sawa sawa, kutokaa sawa sawa na mkewe, au ikatokea mazingira wakaletea asisimame sawa sawa mkewe, watoto wake au mali, yani ikawa hayuko sawa sawa kwa namna moja ama nyingine, au jirani yake asikae naye sawa sawa. Hudhaifa radhiyallahu anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea fitna hizi, kama mtu atakuwa nazo, basi yukaffiru as-salatu was-sawm was-sadaqat wal-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hizi zinaweza kufutwa kwa kutekeleza awamiri zile za Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwepo funga, ikiwepo swala, kutoa sadaka, kuamrisha mema na kukataza mabaya. Hizi zina mtu akiwa anadumu na haya, fitna ndogo ndogo hizi za kutokaa sawa sawa na hali zake na watoto, kutosimamia sawa sawa au kutochunga hapa na pale katika mali, kutoa hivi akiwa amevuka mipaka na jirani yake, zinaweza zikawa zimefutwa fitna hizo, au Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo wa kufuta kwa yeye ibada zake atakazozifanya za swala na hivi na hivi. Qala Sayyidina Umar akasema, laisa hadha uridu, mimi sikusudii hizi zinaeleweka, fitna ndogo ndogo tu za hapa na pale. Hizi ni changamoto tu za maisha ya kila siku mtu anazokabiliana nazo na familia zake, akajibizana vibaya na jirani akafanya hivi. Hizi ni fitna ndogo ndogo mtu anaweza kuzikabili, na kama alivyozielezea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, zinaweza zikakafiriwa, zikafutwa tu kwa mtu kufanya akaswali, basi inaweza kuwa ni kafara ya majibizano yaliyokuwa sio mazuri baina yeye na jirani yake, yeye na watoto wake, yeye na mali zake,
kwa namna moja ama nyingine. Hizo ni fitna ndogo, mimi siulizii hizo. Walakinna alfitnata, fitna nayoulizia mimi, allati tamuju kama yamuju albahr, itakayokuwa inachafua umma, inachafua ulimwengu, kama vile ambavyo mawimbi yanavyochafua nini, yanavyochafua bahari. Maana kuna siku bahari inachafuka, hata wasimamizi wa hali ya hewa na nini wanakuambia bana, leo watu wasiende pwani, wavuvi wasiende kuvua, mabaharia wasivushe abiria, kwa sababu hali ya hewa imefanya nini, imechafuka kule baharini, mawimbi ni makali, upepo mkali, kwa namna moja ama nyingine. Basi fitna ninayoulizia mimi ni ile fitna ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea. Itafika fitna, itakuwa vurugu duniani, apakaliki, kama ambavyo bahari itakuwa haitembeleki, inavyokuwa imechafuka na mawimbi, basi dunia nayo itakuwa imechafuka. Watu hawatulizani, watu hawasikilizani, watu hawa hivi, watu hawa hivi. Hii fitna ndo nataka kujua. Na Saidna Umar radhiallahu anhu anadadisi hivi, asema nataka kujua hii, wakati mimi ndo kiongozi, hii fitna tunayo? Wakati mimi ndo kiongozi wenu, hii sije ikawa fitna tayari nayo ndo tunashindwa kuikabili. Hebu tujue Mtume za salama ameelezaje jambo hilo. Hudhaifa akawa ameeleza, na kama tunavyoona hizi Mtume swalla salama ameelezea Mtume swalla salama fitna itakayojaa ulimwenguni, watu watakavyokuwa wanafanya mauaji, watu watakavyokuwa wanadhulumiana. Mtume swalla salama amezungumza, mtu hakitosimama kiyama mtu mpaka atamuua jirani yake, mtu atamuua mzee wake, atamuua jamaa yake, atamuua ndugu yake, atamuonea na kumdhulumu mtu ndugu yake. Tunaona hapa hivi karibu tu tumepokea habari, mtu kaja amemuua baba yake, amemua babake na babake mdogo hapa Mwananyamala hapa. Leo tena tunapata habari mtu amemua mama yake, binti wa miaka 16 tu amemua mama yake mzazi, kwa sababu tu amemwambia usiende tu kwenye birthday, sio ya rafiki yake, sio ya nana, amemua mama yake. Yule sio ndo amemua baba yake na ami yake, sio kwa jambo gani, sio wallahu alam. Lakini na tunavyoona watu wenye nguvu wanavyowaonea waliokuwa wadogo, wenye vyeo wanavyowaonea wasiokuwa na vyeo, wenye mamlaka wanavyowanyanyasa na kuwaonea wasiokuwa na mamlaka. Hala kuli hali, dhurba imekuwa kubwa kabisa duniani tunavyoona hivi, kila ukikaa dunia haitulii. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam hayo yote ameyaelezea. Saidna Umar anaulizia kutaka kujua, je, katika uongozi wangu haya mambo haya hayapo? Hudhaifa naye akawa ametambua swali la Saidna Umari radhiyallahu anhu, akasema laisa alayka minha, hiyo fitna, laisa alayka minha, basi hiyo fitna kwako haipo. Ni kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza fitna itakuja, itachafua hali ya hewa ya dunia. Watu watakuwa wasikilizani, watu wanaoneana, watu wanadhulumiana, watu wanauana hivi hivi, mwenye cheo, mwenye nguvu, mwenye mamlaka, mtu kama hivyo. Baba anamuua mtoto, mtoto anamuua baba, mama anamuua mtoto, mtoto anamuua nani? Anamuua mama, kaka anamuua mdogo wake, mdogo wa mtu anamuua nani? Yani almuhimu, na dhoruba zingine, dhulma tunaona wale mauaji yanayofanyika ndugu zetu wa Gaza kule, kila leo watu wanauawa tu, dunia inatizama tu kimya kabisa, izungumzi chochote, kwa sababu madhalimu wanafanya hayo, na wao ndo madhalimu, wao ndo wasimamizi wa dhulma hizo ambazo wao wanazozifanya. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea mazingira ya namna hiyo. Saidna Umar radhiyallahu anhu anauliza, anashauriana na wenzake, na hiyo ndivyo namna viongozi kama viongozi lazima Saidna Umar radhiallahu anhu ni katika masahaba wakubwa, walikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini sio kila kitu atakuwa anafanya nini, anafahamu na kujua. Anashauriana na halmashauri yake ili kuweza kujua yuko sawa sawa, na kama kuna sehemu yuko sawa sawa achukue nini, achukue hatua. Hudhaifa anamwambia Saidna Umari, laisa alaika minha basu, hii fitna kwako bado haipo. Ya amir almu'minin, inna bainaka wa bainaha baban mughallaqa, hakika baina ya wewe na hiyo fitna kuna mlango umefungwa, kiasi kwamba hiyo fitna haiwezi kufanya nini, fitna haiwezi kupita. Kuna mlango ambao huo mlango umeifunga hiyo fitna, umeiziwia hiyo fitna isifanye nini. Kwa hiyo kwa kipindi hiki, kwa kipindi chako wewe, kwa kweli mlango umefungwa wa fitna, hakuna wa kuweza kufanya nini, wa kuweza kuifungua na kuipenyeza fitna hiyo.
Kana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akaendelea kudadisi kutaka kujua ayuksar am yuftah, je, huo mlango utavunjwa au utafunguliwa? Maana kuna namna mbili, inawezekana fitina ikawa kubwa, dhoruba, fitina ikaja ikavunja nini, kavunja mlango, au inawezekana fitina ikawa kubwa ikafungua mlango. Sasa kuna namna zote mbili, sura zote mbili inaweza katokea. Inawezekana mlango ukafunguliwa au mlango ukafanya nini, ukavunjwa. Na ukivunjwa au ukifunguliwa, mlango, fitina itafanya nini, itapenya. Kwa hiyo kuna wakati itatokea fitina hiyo ambayo mlango umefungwa. Je, kuna wakati itatokea kwamba mlango utavunjwa au mlango utafunguliwa? Hudhaifa akasema yuksam, sio kufunguliwa, mlango utavunjwa. Itafika wakati mlango utafanya nini, mlango utavunjwa. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akasema idhan la yughlaq, ikitokea hivyo, kama utavunjwa, hapatotokea tena kufanya nini, na ushavunjwa utafungaje sasa? Maana angalau ingekuwa mlango umefanya nini, umefunguliwa, inawezekana basi watu wakapambana hapa na pale, wakaja wakafanya nini, wakaufunga. Lakini mlango umevunjwa. Sasa kama mlango umevunjwa, ikifikia wakati mlango ukavunjwa, basi la yughlaq, hautofanya nini, hautofungwa abadan, hata siku moja, milele. Yani hapo tena ukifunguliwa basi. Kwa hiyo hizi ni ishara au ni maelezo ambayo Sayyidina Umar radhiallahu anhu alikuwa anazungumza na masahaba wenzie, wanashauriana, na tunaona Hudhaifa bin al-Yaman anavyoeleza. Na haya Hudhaifa anayoeleza ni utavunjwa, utafanya hivi, sio anayeeleza birai kwa maoni yake. Ina maana yeye ameyasikia na ameyaona na ameyapokea kutoka kwa nani, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja kusimulia katika hadithi nyingine. Anasema mimi nilikuwa namuuliza mara kwa mara Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya shari, nikiogopa makhafatan an yudrikani. Kwa hiyo anamwambia Saidna Umar kwamba wewe, wakati wako huu mlango umefungwa baina yako wewe na fitina. Kuna mlango na mlango huu umefungwa kiasi kwamba fitina haiwezi kupenya. Saidna Umar anauliza, je, kuna wakati wowote itatokea mlango utafunguliwa au mlango itatokea utavunjwa? Asema huo mlango sio kufunguliwa, huo mlango utavunjwa. Na Sayyidina Umar akasema, wallahi, ikitokea hivyo basi la yughlaq, hautofungwa. Ni kweli tangu zimeanza fitna wakati huo, tangu kuwawa kwake Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Uthman amekuawa, basi dhoruba imekuwa kubwa sana katika jamii ya Kiislamu na nje ya jamii ya nini, ya Kiislamu. Kwa umma kwa ujumla wake kumekuwa na majanga ya namna hii. Kwa sababu gani? Mlango umefanya nini? Mlango wa fitna umevunjwa. Masahaba wakamuuliza, akana Umar ya'lamu albaba, je, Sayyidina Umar alikuwa anaujua mlango wenyewe? Watu walimuuliza Hudhaifa, huo mlango wenyewe Sayyidina Umar alikuwa anauelewa? Na Hudhaifa akasema, kala naam, kama anna duna alghadi al-lailata, kama vile ambavyo inavyofahamika kinachofuata baada ya mchana unafuata nini, usiku. Sayyidina Umar alikuwa anajua hiyo, na mlango wenyewe ni yeye mwenyewe Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Inni haddathu, kwa sababu Hudhaifa anasema inni haddathu, mimi nimemuelezea bihadithi laysa bil aghalid, mimi nimemsimulia maongezi yasiyokuwa magumu, sio yanayoeleweka, yanayofahamika kabisa kwa lugha inayoeleweka, sio kwa lugha ngumu. Fahibna, anaelezea mmoja katika wapokeaji, sema fahibna an nas'ala Hudhaifa, tukaona tusiendelee kumuuliza Hudhaifa, tukaogopa kuendelea kumdadisi Hudhaifa. Kwa hiyo fa amarna Masruqan, tukamtuma Masruqi akamuulize huo mlango ni nani, au huo mlango ni nini. Sisi tuliona tushadadisi sana hapa, kwamba ye Umar alikuwa anajua huo mlango, ndiye alikuwa anajua hivi na hivi hivi na hivi. Sasa tuna maswali asiwe mengi, akaona bana, mbona wanafanya hivi? Tukaona hapana, tukatafuta mtu ambaye atakuwa mwepesi kwenda kumuuliza Sayyidina Hudhaifa ibn al-Yamani radhiyallahu anhu jambo hili, ili tuweze kupata majibu kwa wepesi. Fasalahu, na Masruq akaenda kumuuliza
Hudhaifa radhiyallahu anhu, fakala, akasema, albab, mlango wenyewe ni Umar, ni mwenyewe Saidna Umar radhiyallahu anhu. Ni kweli Saidna Umar ilikuwa watu wanaogopa, watu wanafanya yeye mwenyewe uwepo wake kwa kushika ile dini, kwa kushikamana na mafundisho na miongozo, ilikuwa hapawezi mtu kuleta jambo la ovyo ovyo wala kuleta vurugu za namna yote. Na baada ya mauaji yake tunaona namna gani kwamba hali ikawa hapajatulizana mpaka Saidina Uthman amekuja naye ameuawa vile vile, amekuja mpaka Saidina Ali radhiallahu, mpaka tunavyozungumza hivi hali ya umma kwa ujumla, ndani ya umma wa Kiislamu na nje ya umma wa Kiislamu, bado fitna zimekuwa nyingi mno, na kama tunavyoona mauaji yamekuwa mengi mno, na fitna zingine zilivyokuwa kubwa kubwa kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo ala kulli hali, ufupi wa maneno, hadithi inaelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea kutakuwa na fitna kubwa kabisa itakayotikisa dunia, ikawa dunia haikaliki, dunia ikachafuka kama vile ambavyo bahari inakuwa inafanya nini, ikachafuka, ikawa vyombo haviendi, kama wanavyotoa wataalamu kwamba bana, jamani, leo hakuna watu kwenda pwani kuvua, wala hakuna kuvuka kusafiri kwa njia ya nini, njia ya bahari, kulingana nini, hali ya bahari kuchafuka. Basi hivyo hivyo hii dunia kuna wakati itachafuka, na machafuko haya yameanza tangu mwanzoni kabisa baada ya kufariki masahaba kama ridwanullahi alayhi. Hadithu Abi Huraira radhiyallahu anhu anaeleza kwamba anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal imana, hakika ya imani, la ya'rizu ila almadina, itajikusanya na kuimarika katika mji wa Madina, kama ta'arizul hayyatu ila juhriha, kama vile ambavyo nyoka anavyojikusanya katika shimo lake. Basi imani katika mji wa Madina itakuwa ni yenye kujikusanya. Vyovyote itakavyotokuwa, vurugu zozote zitakazojitokeza katika nchi za Madina, nchi ya Maka kwa ujumla wake, imani itajikusanya, itakuwa imara, itakuwa thabiti mpaka kusimama kwa kiyama kwa namna moja ama nyingine. Lakini vile vile hadithi inayofuata, jawazul istisrar bil imani lil khaif, kuna wakati inafaa mtu kufanya siri, kuficha imani, watu wakutambue tu pengine kwa ishara tu, kwa dalili, lakini ukawa unafanya mambo yako kimya kimya, ila unaweza ukafanya, au mazingira yatakapotokea mtu kwamba ufanye mambo yako kimya kimya bila watu kukujua kama wewe ni muumini, au wewe, maana watu wanaweza kujua kwamba wewe ni Muislamu, lakini ni Muislamu ambaye unatekeleza wajibu wako, unatekeleza Uislamu wako kama ulivyo. Kuna baadhi ya mazingira unaweza ukaficha, unaweza ukaweka, kwa sababu inaweza kwa wao kujua, kwa watu kujua wewe namna ulivyo. Kuna baadhi ya mambo muhimu na ya msingi unaweza ukafanya nini, unaweza ukayakosa kuyafahamu, ukayakosa kuyajua, au ukakosa kutekeleza vile inavyofanya nini, inavyopaswa, baada ya jamii kufanya nini, baada ya jamii kujua wewe ni mtu wa namna gani. Kwa hiyo kuna mazingira, hadithi katika jumla ya mafundisho ambayo wanachuoni wanazungumza, miongoni mwa mafundisho ya hadithi hii ni mazingira ambayo mtu unaweza ukafanya watu wasikujue wewe ni mtu wa namna gani. Unaona? Lakini la pili pia, hadithi inaonyesha na kufundisha kwamba umuhimu wa watu kujuana, umuhimu wa Waislamu kujuana. Sisi hapa leo tunakuja, tunaswali, tunaondoka, tunaweza kuulizana hapa sote hapa majina yetu, pengine tutaka kujuana majina labda watu 4 5, au tunaokutana flow moja sote, pengine sisi sote tuko yasi hapa, au sio? Na maswaiba wetu wengine TRA, wengine wanatoka hapa, flow ziko chache, tunakuja hapa. Lakini ustadhi, ukimwambia ustadhi unaitwa nani hapa, ustadhi tu, yani ndo tunaishi hapa, ustadhi tu, sio? Yani kujua huyu huyu nani, hatufahamiani. Unaona, tunaishia kujuana, ustadhi hivi, sawa wale, ustadhi bwana, unajua kama ustadhi anapata na mtihani, huyu ni nani? Unamjua, unakaa naye, unaswali naye pamoja kila siku, lakini jina hatufai nini. Lakini pia hata kujua idadi yetu tuko wangapi vile vile. Hii ni miongoni mwa hadithi inayofundisha umuhimu wa sensa katika jamii ya nini, ya Kiislamu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe ndo alikuwa anazungumza swala zima la nini, la sensa hapa. Hadithu Hudhaifa ibn al-Yamani huyo radhiyallahu anhu anasema, qala an-nabiy, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, uktubu li man talaffadha bil islam minan nas, hebu niorodhesheni walioukubali Uislamu, waliotambua Uislamu, waliopokea
Hii ni nini maana yake? Tunataka sensa, au sio? Kwa hiyo swala la sensa katika Uislamu lipo. Unaona? Swala la sensa katika Uislamu lipo la kujuana sasa sensa ina namna nyingi. Inawezekana sensa unataka kuleta madhara katika jamii, au unataka kuwadhulumu katika jamii, unataka kuwaonea, au sensa unaifanya kwa msingi wa kujua kwamba kwa mujibu wa idadi hii watu waliokuwepo tunapaswa tuchukue hatua hii na hii na hii ili tuweze kuendelea kukaa katika sura sawa sawa. Kwa hiyo na sisi ipo haja kufanya sensa hapa tulipo, tukajuana vile vile. Tukajuana, tukafahamiana kwa undani, kujua mtu jina lake nani, yuko wapi na kadhalika. Kwa hiyo Hudhaifa bin Yamani anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, uktubu li man talaffadha bil islam minan nas, nisajilieni, niorodhesheni waislamu tulionao mpaka sasa hivi. Fakatabna lahu 1500 rajuli, ndio wengi hao, tukaorodhesha tukapata watu 1000 na ngapi? Ndio wengi, watu 1500. 1500 umma sio kidogo kwa wakati huo kulingana na idadi ya watu waliokuwepo. Sasa masahaba wakawa wanajipa nguvu, tuko 1500 bwana, kumbe tuko wengi bwana. Sasa ya Rasulullah, una wasiwasi na nini? Una wasiwasi gani na sisi ya Rasulullah? Watu kwa 1000 na ngapi? Fakulna, tukasema ya Rasulullah, nakhafu wa nahnu 1500, unatuogopea sisi ya Rasulullah tuwe tuna wasiwasi gani mpaka sisi tuweze tuogope watu tuko 1500? Na kwani tunaweza tukasema sisi tuko ngapi hapa, tutashindwa au sio? Tutashindwa kufanya hivi, tukahamasishana tukafanya hivi, kumbe pengine hatuna lolote, au pengine mhamasishaji ndo anataka kutuingiza kwenye nini, anataka kutuingiza chaka vile vile, sababu na hatuna utaratibu na mfumo namna hiyo. Sasa anaendelea kusema Udhaifa, basi falakad raaitu nabtulina, pamoja na wingi wetu huo tulikuja tumejikuta tumeingia kwenye mitihani, tumefichwa, tumevurugwa, tumefanya hivi, hata inna rajula, mpaka ikawa inaweza ikafikia mtu la yusalli wahdahu, anaweza akaswali peke yake, wa huwa khaif, yani anaswali aji jamaa, anaswali nyumbani au anaswali wapi, yani asijulikane kama nini mazingira yalivyokuwa nini. Kuna mazingira yanakuwa magumu, kuna mazingira wewe chukua kama ndugu zetu kule, sisi alhamdulillah katika nchi yetu, basi tu watu wanaoleta vurugu hizi sijui hivi na hivi na hivi, watu huko wanapata tabu. Palestina kwa watu wanaswali hivi, wanatekeleza vipi ibada za swala, na miji mingine huko mashambulizi yanakufanya nini, yanakufanyika, mtu anaswali mtutu sijui hivi, ukisikia sisi hapa leo unaswali raha, una wasiwasi wote. Sasa anasema Udhaifa, ilifika wakati namna ambavyo ya kutekeleza ibada ya swala na hivi mtu unafikia unafanya nini, unajificha. Bali kuna maustadhi masheikh wanatufundisha kwamba ilifika wakati mtu anachomekea kanzu, maana kanzu inachomekea, kwa sababu ukichomekea wakati mwingine watu wanaochomekea wanajulikana kama ustadhi achomekea, au sio? Sasa mtu anachomekea mpaka kanzu ili kufanya nini, kujinusuru, ili akae nini, akae salama. Sio wako kidogo. Swala la kupata mitihani alitegemei kwamba mko wengi au mko kidogo. Miongoni mwa mafundisho haya tunayoyapata pia, kwanza mazingira ya mtu, unaweza kwa mujibu wa eneo unalokuwepo, kama ukiona kuna jambo lenye manufaa makubwa kwa umma litakosekana kwa watu wewe kukujua kwamba wewe ni nani Muislamu, basi unaweza ukawa unatekeleza Uislamu wako kwa namna yake ya kipekee kabisa ya kisiri. Unatekeleza awamiri kwa siri, hata pengine msikitini huendi, unaswali kwa namna yake kwamba kuna jambo lenye maslahi ya nini, ya umma. Unaona, lakini pia umuhimu wa watu kujuana, kufahamiana, kujua idadi mko wangapi mnapokuwa katika kama hivi, katika kama makazini, kama mtaani, hata msikitini vile vile, mtaani kwenu mkajuana mko wangapi, nani, mkajuana majina vile vile. Lakini pia lingine kwamba sio wingi ndio unafanya watu wasifanye nini, wasiwe katika vitisho au wasijaribiwe. Swala la wingi alitegemei namna gani ninyi mtaikabili huo mtihani, na hivyo vitisho vinavyowakabili ninyi, mnatakiwa kujipanga, muwe mko wengi au muwe mko wachache.
mnatakiwa kujipanga kisawasawa ili kuweza kukabiliana na changamoto au na challenge zinazojitokeza kwa mujibu hapo. Wala msijipe moyo mkasema nyinyi mko wengi mtafanikiwa tu au mtatoka tu kwa sababu nyinyi mko wengi. Utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala hauonekani kwa uko hivyo. Mnaweza mkawa mko wengi ndio mkaumia zaidi. Tumeona kule katika vita vya Hunaini, au sio? Idh ajabatukum kathuratukum, mlipokuwa mmejiona mko wengi kabisa, mkachezea kibano kabisa, hata adhaqat alaihim ardh, ardhi mpaka ikawa ndogo kwao, wakawa wameiona, kwa sababu watu walikuwa wengi. Ni Fathu Makkah imefanyika, watu wametoka Madina wengi, wamekusanyika, wakajiona leo hivi na hivi, katembea ukapata kichapo kikubwa kabisa, mpaka kabakiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wachache kabisa, wengine wameenda hivi, wengine wameenda hivi. Kwa hiyo swala la kwamba watu tukasema sisi tuko wengi, sisi tuko wengi, swala ni kwamba tuko wengi, tunafanya nini? Ndio msingi wa mambo, sio kukaa kupiga kelele tu tuko wengi, tuko wengi. Mnatakiwa kuchukua hatua kama umma. Mko wengi, mko wachache, mchukue hatua na kujipanga na mikakati maalum ya kuweza kujinasua au ya kutoka katika hatua moja kwenda katika hatua nyingine. Kwa hiyo hapa tutasimamia hapa kwa leo, hadithi hii ya 90, mashallah. Hadithi ya 90 tutakuja kutokea hadithi ya 91 katika mlango namba 68. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Walhamdulillah.